Katika mjadala huu watu wanajaribu kukompea deni la taifa katika kipindi cha miaka 5, 10 iliyopita na miaka 20, 30 iliyopita. Basi na mimi nikaamua kufanya uchambuzi kidogo ili niweze kuona tulikuwa wapi, tumefika wapi na tunaelekea wapi na kwa nini tumefika hapa tulipofika. Nikasema basi na mimi walau nitoe mchango wangu wa senti 2 katika mjadala huu kama ifuatavyo. Kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, bahati nzuri wewe umekulia kwenye sekta binafsi na hivyo nafahamu na uelewa mpana wa umuhimu wa kukopa kwenye biashara kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakubaliana na mimi hata pale nyumbani, kwa mfano, kama unalipwa mshahara wa shilingi milioni 3 na unataka kujenga nyumba, unataka kupeleka mtoto wako shule nzuri ya private ya kulipia, unataka kununua gari zuri, lakini unalipwa milioni 3 tu leo, una choice 2. Udundulize savings zako kwenye hiyo milioni 3 ili uje ununue gari baada ya miaka 30, uje ujenge nyumba baada ya miaka 30, ama ukakope leo, ufanye kazi kwa bidii leo, ujenge nyumba nzuri leo, uishi kwenye nyumba nzuri, ununue gari zuri leo, utembee kwenye gari zuri, upeleke mtoto wako shule nzuri leo, kwa sababu pia hasubiri wewe udundulize ili umpeleke shule nzuri, manaka anahitaji kusoma leo, hahitaji kusoma kesho. Ndivyo ambavyo mashirika ya binafsi yanaendeshwa, ndivyo ambavyo nchi zinaendeshwa. Kwamba leo una mahitaji makubwa na ya muhimu leo. Huwezi kusema utaacha kukopa kwa kuogopa kukopa, kwa kuogopa kelele za wasiolitakia mema taifa letu, eti ukae huna umeme wa kutosha kwa miaka 30 ijayo, kwa miaka 40 ijayo, wakati kuna sehemu unaweza ukakopa na unakopesheka. Kwanza kule nilikozaliwa mimi, Mheshimiwa Mwenyekiti, wanaume wenye heshima ni wale wenye mikopo. Wanasema kama huna mkopo maana yake huna heshima, wewe sio mwanaume kamili. Unakuaje unaishi kifalafala hauna mkopo hata kidogo? Mwanaume lazima uwe na madeni, ndio mwanaume kamili. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchambuzi wangu nikaona hivi, katika miaka ya 60 na katika mwaka 2010 ambao mimi niliingia katika bunge hili tukufu, ambapo deni la taifa lilikuwa halizidi trilioni 10, lilikuwa trilioni 9.5. Nimetazama takwimu mwaka 2010. Lakini wakati huo Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti pia ilikuwa around hapo, ilikuwa trilioni 9.5. Leo bajeti yetu ni takriban trilioni 56.45. Kuna jambo la ajabu, deni likikuwa pia, lakini GDP yetu imeongezeka. Haikuwa leo hii, haiko kama ilivyokuwa wakati deni likiwa dogo. Lakini pia miradi ya maendeleo tuliyofanya katika kipindi hiki cha miaka 5, 10 iliyopita, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mingi sana, hususan miradi ya kimkakati. Huwezi kutegemea ulinganishe bajeti yetu ya mwaka 2010 na bajeti ya mwaka 2020 kwa mfano, ama 2024 kwa mfano. Kwa sababu 2024 hata ukitaka kukompea mfano umeme tu, tulikuwa na megawatts katika nchi hii zisizozidi 500 mwaka 2010. Wakati wa deni lilikuwa trilioni 10. Lakini leo bajeti imekuwa, lakini pia deni limekuwa, ila tumepata umeme megawatt zaidi ya 2100. Sasa huwezi kusema bajeti ya mradi katika nchi ambao unatuletea megawatt 2100 ikaenda sawa na deni la kipindi ambacho bajeti ilikuwa trilioni 9 na tulikuwa tuna megawatt 500 tu. Hatuwezi kuwa sawa. Lakini haiwezekani ikawa sawa bajeti ambayo imeenda kujenga vituo vya afya katika nchi, kila kona, kila jimbo limepata vituo visivyopungua 3 katika kipindi cha miaka hii 5 tu. Lakini kila jimbo limepata ambulance katika kipindi cha miaka hii 5 tu. Huwezi kulinganisha bajeti ya namna hii na bajeti ya kipindi ambapo hayo mambo hayakutokea.
Kwa hivyo wanaojaribu kulinganisha deni kwa kuangalia awamu za serikali wakome, kwa sababu hawatumikishi akili zao ipasavyo. Hata ukitazama tu idadi ya watu mwaka 2010 wakati deni likiwa trilioni 9.5 na leo wakati deni limefikia milioni 107, idadi ya watu pia ni tofauti. Unazungumzia population density tofauti katika miaka hii na miaka ile. Lakini leo hii unazungumzia bajeti. Muda wangu umeisha. Mheshimiwa, endelea, unaongea madini kubwa sana. Ndio kwanza nimeanza, Mheshimiwa Mwenyekiti. Endelea. Leo hii unazungumzia budget katika taifa ambalo lina watu takriban milioni 70. Huwezi kulinganisha na budget katika kipindi ambacho taifa lilikuwa lina watu milioni 30. Huwezi kulinganisha. Lakini huwezi kulinganisha budget katika kipindi ambacho hatukuwa na mradi mkubwa wa daraja la Busisi na hii ya leo ambapo tumejenga daraja